Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, tuko hapa na mwenetu hapa kwa ajili ya kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na maisha ya kitaa, jinsi ambavyo watu wanavyotafuta maisha, wanavyohaso pamoja na changamoto mbalimbali ambazo watu wanapitia katika siku za kila siku. Bwana, mambo vipi mwenetu? Bwana poa askari wangu. Kama misha zinaendaje bwana? Hivyo mkimbizano. Ya mpela. Au sio bwana? Bwana, mwanangu mimi nakuonaga sana. Hebu jitambulishe leo, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Nashi Mikoba, au sio bwana, jina langu rasmi naitwa Steve. Sawa. Naam, sasa bwana Nashi bwana, hebu kwanza kabisa tuanzie kwenye story yako ya maisha. Umezaliwa wapi? Umekulia wapi? Umesomea wapi? Bwana, kiukweli kabisa, au sio bwana, mimi nimetokea Kinondoni block 41, au sio bwana, maisha ya kweli nikaja Tegeta kitambo, najua zile mpaka watu wanajua mimi mzaliwa hapa, kumbe mimi sijazaliwa hapa. Mimi bwana, mimi mzaliwa Kinondoni block 41 ya Dar State. Kwa Dr. Endu. Mtoto wa tauni kabisa. Hivyo bwana. Sawa. Sasa mwenetu bwana, imekuaje kwanza ukatoka kule Kinondoni ukaja huko? Bwana, hiyo habari hapa bwana, mazingira maisha bwana, bi mkubwa, tunajua bi mkubwa alikuwa amenini kakanyaga kiwanja huko, sababu bwana mimi walivyoachana na fadha yangu, sababu bwana juu sababu bwana mimi nikawa nakuja naondoka shule, lakini Jumamosi na Jumapili bwana mimi nakuja huko Tegeta. Mpaka dakika hii tunajua mpaka shule nimaliza na mambo yangu, sasa hivi niko mtaani tu. Sawa. Kwa sababu unakuja huko kwa ndugu au unakuja huko kupiga mishe nyingine? Huko mimi nilikuwa nakuja huko namfuata bi mkubwa wangu, kama tunajua ni mama bwana anambia bwana wewe Jumamosi na Jumapili njoo, lakini bahati nzuri au bahati mbaya mama mwenyewe kafariki, au sababu bwana kwa kanachia tu kiwanja, kanachia utawala wake ndio utawala wangu mimi, kwa naishi nao hadi sasa hivi yani. Sawa. Kwa sababu niko mkazi wa Tegeta jumla. Vibaya mno. Shule mwanangu uliacha au uliendelea na shule, yani michongo ya shule ilikuwaje upande wako? Bwana class 7 bwana. Class 7 dakika za mwisho sijaendelea. Preform 1 dakika za mwisho najua zile maisha ya kiuni. Sasa sababu ya mwenetu Nashi, sababu ya kuacha shule kabisa ilikuwa nini? Changamoto fulani bwana, mimi naona bi mkubwa kanipeleka gereji, afu dakika za mwisho ngona gereji yenyewe nachelewa kupata hela bwana. Dakika za mwisho ngona bora mimi na force mambo yangu. Naona fundi anapata hela fundi tu, kila siku anapata hela fundi tu, mimi sipati hela, napata hela kula. Dakika za mwisho ngona bora nitafuta hela nyingi na mimi mwenyewe dakika za mwisho naendea na force, yani ninavyojua mimi. Najua zile yani kipengele hicho hapo, yani kwamba mimi bi mkubwa wangu mimi alinipeleka gereji, afu dakika za mwisho mimi gereji nikaona kama dharau. Najua zile basi. Ipo hivyo. Na sasa pale baada ya kuachana na gereji, bi mkubwa amekupeleka, lakini ukaona mieyusho, je, ukaanza kujishughulisha na nini sana mtaani? Bwana, kiukweli nisonge uongo, nikapata gari ya Kariakoo, au bwana ngana nafanya kazi kama conductor Kariakoo, unajua ndee magari, lakini dakika za mwisho dereva wangu leo mwenye maisha yake leo, sio bwana, akaja kana magari na karibu kazi, au sio bwana, mimi mwenyewe nikakosa kazi, dakika za mwisho nikawa napiga debe. Hadi leo niko Tegeta napiga debe. Bwana, haya maisha ya kupiga debe mwanangu unayaonaje? Kwa sababu kama ni issue za kupiga debe mwanangu umepiga kwa muda mrefu au vipi? Sasa maisha unayaonaje? Yani kuna changamoto zipi ambazo unapitia sana? Bwana, hapo mwanangu sio siri bwana. Hapo bwana kwenye debe jinsi lilivyo hapo, au sio bwana? Sometimes au sio bwana, ndo kama hivyo bangili ninakula, au sio bwana, maki debe haijaruhusiwa unajua. Maki wanakuja wazee sometimes, nde wewe twende huku magani. Kesi ya mtu unaweza kuiva wewe. Nishakunja kwa kesi ya mtu mwaka mmoja na miezi 8. Pale barabarani, au sio bwana, mpiga debe, lakini 2015 akaja kutoka 2017, kwa maana mwaka mmoja na miezi kama 8. Kwa maana kuna changamoto ya kibabe tu pale, kutoa ile debe haijaruhusiwa. Sasa bwana, hii issue mpaka ukafungwa. Hebu tuelezee ilikuwaje yani mpaka wakakufunga bwana? Yani sasa pale ilikuwa vipi najua? Yani pale mtu kakanyaga, au sio bwana, kakanyaga mtu, alipokanyaga mtu au vipi bwana, mimi si niko pale kwa mazingira yale kwa gari ile magani, ni mtu alokanyaga, au sio bwana. Dakika za mwisho sasa yule dereva yule akaja akanirukia mimi, akaniambia mimi namjua yule mtu alokanyaga. Kumbe mimi sijui nini.
unajua sijui chochote. Na tukio wakati mwana anakanyaga wewe ulikuwa unaliona? Kiukweli nilikuwa tukio nimeliona. Au sio bwana, sasa zile mali zilizokanyagwa zilikuwa zinatajwa nyingi mpaka mimi mwenyewe naona sio kweli, naona kama nyingine kazi zinaongezwa. Kiukweli au sio bwana, ile tukio pale ile mimi uji nilienda kunywa mimi. Yule mwana aliyokanyaga yule hajakunywa uji wa nini, uji nimekunywa mimi peke yangu na mwanangu mmoja. Yani kwamba yani mwamba akakimbia moja kwa moja, dakika moja aliposikia nimetoka tu na ikarudi. Yupo mboni hadi sasa hivi. Yeah. Kwa hiyo mwenyewe tu kumtaja mwana kwamba bwana mwana fulani ukaona au snitch bwana, acha tu nichune. Sijamtaja kiukweli. Sijamtaja nini. Unajua zile sijamtaja. Unyama mwanangu asi. Kwa mwanangu ukakaa ndani mwaka mmoja na nusu. Mwaka mmoja na miezi 8. Miaka miwili kasoro miezi 4. 2015 mwezi wa ngapi ulikuwa sijui, ulikuwa kama mwezi wa 4 au 5 2015, lakini kija kutoka 2017 nashtakiwa mimi, nikaja kupambanishwa na washtakiwa ambao sijajua yani. Tulikuwa washtakiwa 3. Yani washtakiwa mimi nakuta kituoni tu, lakini serikali jinsi ilivyo, serikali kama serikali yenyewe kaamua tu kwa magani bwana, hawa waende wote wanatusumbua sana. Kwa sisi tukaonekana kama wasumbufu, unajua zile. Kwa maana tu kwa maganda tumekanyaga kweli, tumelindima mwaka mmoja na miezi 8, dakika za mwisho ndio Mungu bariki bwana. Changamoto kule ndani ni nini mwenyewe? Mule ndani maisha ya kweli bwana, mule ndani bwana, kama ndo mama yako baba yako au bwana, kama moyo wana akija maisha yale au bwana, lazima uone kama labda wewe kule mule labda yani kama kumbe au pati matatizo yoyote yani. Ndio sometimes hata bibi mkubwa akija bwana, mwanangu nimekuletea 1 2 3, nimeambia bwana mama kama vipi usije au bwana, kwa ukija hapa naona kama unalialia sana au vipi bwana. Hiyo first case ndio hiyo hapo. Sasa kwani ulikuwa unataka mpaka ndugu waje kwa sababu ulikuwa unakutia usimani? Inaweza kama mama wengine sinajua mama ana pressure bwana. Au juu kama bibi mkubwa sometimes anakuwa na pressure, alafu unaweza kwenda maeneo kama hale vile kana mwisho anaweza anaenda nyumbani, kumbe unajua anaenda nyumbani, kumbe yule kana mwisho anabutuliwa hata na gari njiani. Anapanda magari 3, mama anapanda magari 3 wapi na wapi. Ushaona bwana, kutoka Bunju hadi Segelea. Magari mangapi? Si 3. Kwa maana dakika za mwisho anaanza kushangaa Mungu kabutuliwa. Kuepusha yote akamwambia bwana maza tulie. Lakini dakika za mwisho akapata ujasiri. Akakutana na mama mwenzake, au bwana tutakuwa tunapitiana tukienda kumwangalia mwanangu na mimi tena kumwangalia na tunapitiana ni ipo hivyo. Sasa baada ya kuja kutoka sasa, ulivyotoka maisha yalikuwaje baada ya kutoka ndani? Bwana kiukweli baada ya kutoka mimi nikaona kama mimi ndo nilofanya kama nikampoteza bibi mkubwa vile vile yani. Lakini nilipotoka mimi tusijalanda sana, mamangu akafariki. Kwa maana nikaona kama mimi nimempoteza bibi mkubwa, kwa mamake aliniambia hataki mimi nipige debe, lakini mimi nilikuwa napiga debe, lakini hataki maisha yale barabarani. Ushaona bwana, maana ukipiga debe unaonekana wewe, ukipiga debe unaonekana mteja. Uvute usivute unaonekana mteja ukipiga debe yani. Maisha ya kilodi yani, upiga debe, uvute usivute unaonekana ni mteja tu. Ushaona bwana? Hamna mtu yani mteja mwizi. Bwana wewe mwizi mteja, anapiga debe wewe mwizi mteja. Ipo hivyo. Ni mkubwa kwa ile 1 2 3 kwa mazingira sijui, lakini kama mimi ndo na gani au mawazo yake kwangu mimi au labda mazingira mengine, Mungu kamchukua, nimeenda kumzika mamangu Moshi.